tunaona habari ya mfalme Nebukadreza na ndoto aliyoiota, na akataka apewe tafsiri ya hiyo ndoto. Na si tu tafsiri, maana hata ndoto yenyewe alisahau. Ameota nini hakumbuki, lakini moyo wake ulifadhaika, moyo wake uliumia. Kwa anataka aijue ile ndoto aliyoiota, lakini ameshaisahau. Na katika kutaka kuijua ile ndoto, anataka pia na tafsiri. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi moja ngumu, kazi moja nzito sana. Kama ndoto yenyewe hauijui, nani akupe tafsiri? Maana uliota wewe, halafu utake watu wakuambie uliota nini, halafu akupe na tafsiri. Kwa hiyo maandiko yanatuambia aliwaita wenye hekima wa Babeli, akawaita na wachawi, Wakaldayo, watu aina mbalimbali wenye sifa ambazo alidhani ya kwamba katika hawa wanao uwezo wa kunikumbusha, wa kuyajua yale niliyoyaota, yale niliyoyaona katika ulimwengu wa roho. Wanao uwezo wa kuyajua, na katika kuyajua basi watanipa na tafsiri yake. Kwa hiyo akawaita wachawi, akawaita wenye hekima, akawaita wenye pepo wa utambuzi na kadhalika, akawaita wenye ujuzi, wala ambao alidhani wanaweza kumsaidia kukumbuka kwamba mfalme uliota hivi. Akawaita paka na viongozi wa serikali yake, kwa kuwa tu ameweka kwenye daraja la uongozi. Aliwaita, Biblia inasema aliwaita paka maliwali. Liwali ni mkuu wa mkoa, liwali ni mkuu wa mkoa, na mkuu wa mkoa kwa nyakati zile ni mtu mkubwa mno, ni cheo kikubwa mno. Kwa hiyo alidhani ya kwamba anaweza akapata tafsiri kwa hao, lakini vilishindikana. Wakamwambia, hayuko mwanadamu awezaye kuyajua haya uliyoyaota wewe na akupe tafsiri. Hayupo. Falme alighadhabika, na katika kughadhabika akaitisha ama akatoa amri, akasema, ni amri moja tu iliyo mbele, kama hamtaniambia nilichokiota na tafsiri yake, mtauawa wote, mtakatwakatwa, mtachinjwa, sio tu nyie na familia zenu wote, wake zenu, watoto wenu. Hata kama kuna mfanyakazi ndani ya malango ya nyumba hiyo, anauawa kwa sababu mmeshindwa kunipa tafsiri. Kwa hiyo walipojaribu njia zote, mambo yalipokuwa magumu, ndiposa mfalme akamwita kiongozi mmoja mkubwa anaitwa Arioko, akampa amri ya kutekeleza mauaji, na Arioko kama msimamizi wa mauaji. Mfalme ameshatoa amri ya hao wenye hekima wote, wachawi, wasiri wote wauawe. Mfalme ametoa amri, lakini akamweka msimamizi wa utekelezaji wa hiyo amri, anaitwa Arioko, kwamba wauawe. Kwa hiyo zoezi lilipofika mwisho kwamba linaanza, utekelezaji unaanza. Biblia inasema katika ile amri ya kuwaua wenye hekima, maandiko yanasema watu wakamtafuta Danieli na wenzake ili wauawe. Walimtafuta Danieli si kwa mema, wanafurahia amri ya mfalme kwamba na itekelezwe, wanafurahia. Sasa katika hao waliokusudiwa
kuuawa. Biblia inasema watu wakamtafuta Danieli na wenzake ili wapate kuuawa. Kwa hiyo ni amri mbaya watu kuuawa, lakini kuna watu walifurahia kuhakikisha kwamba amri ya mauaji inatekelezwa. Kwa hiyo wakaanza kumsaidia Arioko kuwatafuta hawa kina Danieli na wenzake ili wapate kuuawa. Bwana Yesu apewe sifa. Hayo utapata kwenye Danieli hiyo sura ya 2 mstari wa 13b. Watu wakamtafuta Danieli na wenzake ili wauawe. Kwa hiyo wakafurahia, waliona kama wamewabana. Na ukumbuke hawa wametoka kule Yerusalemu. Mfalme alienda akausuru Yerusalemu, akavamia, akawakamata hawa vijana. Wayahudi wengi sana walikamatwa ili wapelekwe utumwani, na walipofikishwa kule utumwani, ndiposa haya yakatokea. Hawakukamatwa Yerusalemu ili wapelekwe kule waende kuuawa. Walikamatwa ili wapelekwe kule wawe kama watumwa, waishi kama watumwa, watumike kama watumishi kwenye shughuli za utumwa. Ndiposa kwenye ile sura ya kwanza inaonyesha walipofikishwa utumwani, mfalme akaagiza viongozi kwamba wawachukue vijana wenye elimu, wenye ufahamu, wawachague watu ambao watamfaa mfalme katika uongozi wake, katika himaya yake, katika ratiba zake za utendaji, wawachague. Kwa hiyo Mishael, Hanania, Azaria, Danieli na wengine walichaguliwa. Walikuwa ni vijana wenye akili. Sasa wanaingizwa katika ngome, katika himaya ya mfalme. Mfalme akaagiza vijana hawa wafundishwe elimu ya Kikaldayo, Elimu ya Kikaldayo ni pamoja na ushirikina. Elimu ya Kikaldayo ni pamoja na unajimu na yafananayo na hayo. Manake wasahaulishwe ile elimu ya Mungu ambayo wanamuishia, ambayo walikaa pale katika kumwabudu siku zote za maisha yao, kwa kuwa wameshakamatwa na kuletwa hapa kama watumwa. Sasa wafundishwe lugha ya Kiaramu na elimu ya Kikaldayo, wasahaulishwe yale mengine yote ambayo ni sheria ya Mungu wao. Vivyo hivyo mtu unapotoka katika makusudi ya Mungu, unapotoka katika eneo lenye uwepo wa Mungu ukahamishwa na kwenda eneo lingine, unaweza ukaanza kusahaulishwa sheria ya wokovu wa Mungu wa kweli, sheria ya utakatifu. Unaanza kusahaulishwa, unakuwa bize na mambo ya udunia. Utaona kama unafanya biashara, utaona kama anayetafuta. Ni kweli unatafuta, lakini angalia uwe makini ndani ya ule utafutaji. Kuna kusahaulishwa sheria ya Mungu wako, kuna kusahaulishwa sheria ya imani na wokovu. Huna budi kuwa makini, huna budi kuwa mwangalifu. Biashara, kazi, utajiri na mengine yote yalikuwepo, yapo na yataendelea kuwepo, lakini yasiwe sababu ya kututoa kwenye uwepo wa Mungu. Yasiwe sababu. Na hayo yakiwa sababu ya kukutoa kwenye uwepo wa Mungu, ndio chanzo kikubwa cha wewe kuwa na hali ya kuanza kuwaza kutenda dhambi. Kwa
ukawaza kuitenda dhambi, na si tu kuwaza, unapanga, halafu unaingia na kwenye utekelezaji wa hiyo dhambi, na pasiwe na namna yoyote ya kukuhukumu moyoni mwako kwamba umeshakosea. Kwa nini? Kwa sababu umehamishwa kutoka Yerusalemu ya kiroho, umepelekwa katika hali ya uteka, ambapo ndani ya ule uteka roho ya mtu inatafutwa. Lengo la uteka si tu kuutumikisha mwili kama mwili. Lengo la uteka ni kutafuta maisha ya mtu kiroho, ili ule mtu atende dhambi, ili huyo mtu amkufuru Mungu, ili huyo mtu awe mateka wa Ibilisi. Kwa hiyo uwe makini. Kwa hiyo vijana hawa wakaagiziwa kupewa chakula alichokula mfalme. Chakula kiliandaliwa vizuri. Waandaaji walipopeleka kwa mfalme, wakapeleka na kwa hawa vijana, kwa Danieli na wenzake watatu, jumla vijana 4. Lakini Biblia inasema Danieli na wenzake wakakataa. Danieli na wenzake wakaweka msimamo, wakasema kama ni mambo ya utumwa na tutumikishwe, lakini kwa habari ya kumwasi Mungu kwa sababu ya chakula cha kifalme hatuko tayari. Aliagizwa akawaambia, mkikataa kutekeleza kila ambacho mimi nimeelekezwa niye mfanye, mtahatarisha kichwa changu, nitauawa. Wakamwambia, pamoja na hayo naomba utuelewe na tuletewe mtama na maji. Tutakula mtama na kunywa maji. Utujaribu basi ndani ya siku hizi 10, halafu ulinganishe nyuso zetu na hawa wengine wanaendelea kula mapochopocho katika meza ya mfalme. Ulinganishe nyuso zetu uone tutakuwaje. Mungu akaingilia kati ile kesi. Yule kiongozi alipokubali kuleta mtama na maji, wakala mtama na maji, wakala chakula chukuchuku, chakula ambacho kiukweli hakiko katika viwango kadiri ya nyumba ya mfalme vile ilivyo. Lakini walikubali waishi maisha ya chini, wahakikishe tu kwamba wametunza uwepo wa Mungu ndani yao. Ni heri upite katika mazingira ambayo wengine watakuita aliyeshindwa, watakuita aliyepotea njia. Kwa msemo wa leo watasema umefulia, lakini hakikisha umetunza tu uwepo wa Mungu ndani yako. Haleluya. Usitake kujilinganisha na wale wengine. Haijalishi hata kama itakuwa ni nguo inaitwa kauka nikuvae, heri iwe kauka nikuvae, lakini yenye uwezi, yenye uwepo wa Mungu. Tunza uwepo wa Mungu ndani. Usimwache Mungu kwa sababu ya anasa za duniani. Sikiliza, nguo nzuri ni vizuri kuipata kama inawezekana, lakini kama hakuna uwezekano, ruhusu kauka nikuvae, Kristo akae ndani yako, ili baada ya maisha haya, maana mwili na mavazi vina mwanzo na vina mwisho. Mwili na mavazi yawe yenye kumetameta, mavazi yawe yenye thamani ya namna gani, lakini ni mavazi yanayovaliwa kwenye mwili, ambao mwili Biblia inasema ni mavumbi, na mavumbini mwili utarudi, kadhalika na mavazi yatarudi, ni mavumbi yayo hayo. Kwa tafadhali, chonde mavazi na chakula visikutoe kwenye uwepo wa Mungu. Mavazi na chakula visizibe njia ya uzima wa milele. Mavazi yasikunyime urafiki na Mungu wa mbinguni. Mavazi na chakula yasikutoe kwenye njia ya kimungu. Bwana Yesu nape sifa. Bwana Yesu asifiwe. Kupendeza ni vizuri sana.
kuwa nadhifu ni vizuri sana, ili inategemeana. Kosa poda, nenda umepauka kwa jinsi ya mwili, lakini ndani unang'aa kwa mafuta ya Roho Mtakatifu. Usitake kwamba utoke umerembeka, umekuwa mrembo. Ni vizuri kuwa mrembo, na kubali kuwa mrembo mtanashati, na kubali kabisa, ni vizuri. Lakini kama kuna sababu, kama kuna uwezekano, kama huo uwezekano haupo, haviwezekani, fanya vile vinavyowezekana katika jumla ya maisha yako, ili katika jumla ya maisha yako ndani wewe Mungu atukuzwe, Mungu ahimidiwe, Mungu ashangiliwe. Jina Bwana lipewe sifa tena. Kanisa, haleluya. We are living, tunaishi katika siku hizi za mwisho. Hatuna budi kuwa makini na yanayoendelea. Hatuna budi kuwa makini na yanayoendelea, yanayotendeka. Mengi si rafiki. Kuwa tajiri ni vizuri sana, nami nawaombea wanangu kwenye kila lile mtihani mkono kufanya, Mungu awatajirishe, maana ndiye atupae nguvu za kupata utajiri. Mungu awatajirishe. Unayefanya biashara, Mungu akutajirishe. Unayefanya kazi ofisini, Mungu akutajirishe. Mkulima, mfugaji, mchimbaji, mnunuzi na muuzaji, Mungu akutajirishe kwa jina la Yesu Kristo. Tuseme haleluya. Lakini uwe ni utajiri ambao kichwa cha Kristo ki ndani yako, kuliko kuwa na utajiri ambao haumpi Mungu utukufu. Nilisema jana redioni, na wengine mlisikia hii habari, watu wanavyotafuta utajiri kwa gharama ambazo hazimpi Mungu utukufu. Ilikuwaje? Yule ndugu akatoka kule nje, ilikuwa ni nje ya nchi. Sasa anavuka mpaka, anaingia Tanzania. Wakati akiwa kule, akafanya yale ambayo aliona kwamba yanafaa. Sielewi walimuua yule mtu ama walienda mochwari ya kwamba maiti, sijui. Lakini kilichofanyika, wakachukua yule mtu wakampasua ule mwili wa mtu, wakaupasua, wakatoa utumbo na vya ndani vyote wakavitoa. Walipovitoa namna hii, wakachukua mifuko ya plastiki bag, wakaweka madawa ya kulevya, wakajaza madawa ya kulevya. Wamejaza madawa ya kulevya namna hii, na tazama, wakaingiza kwenye tumbo la yule mtu. Halafu wakashona kama mtu ambaye ametoka kufanyiwa operation. Wakashona. Walipomaliza hivyo, wakanunua jeneza, wakaingiza ule mwili ndani ya jeneza. Halafu wakakodi gari. Kwa hiyo wakaanza kusafirisha ule mwili kana kwamba wanaupeleka kwenye maziko. Kwa hiyo walipofika mpakani, wakakutana na polisi walioko mpakani, polisi wanaolinda mipaka ili isiingiliwe. Na siku ile tulikuwa tunaingiliwa kwa njia za wachache wenye nia mbaya na vijana wa Kitanzania wenye kutaka kuharibu uchumi wa Tanzania. Kwa hiyo wale polisi wakaliona ile gari, wakalipiga stop, likasimama. Hawana wasiwasi, wanajua mzigo wao wameuhifadhi katika maeneo ambayo si rahisi polisi kuweza kutia shaka kwamba labda tupekue. Kuna maeneo mtu anaweza akadhani ya kwamba yuko salama, amejificha. Ndivyo watu wanavyoficha dhambi. Mtu anaweza akaificha dhambi, mchungaji asijue, na ubiri kama ninavyohubiri, lakini sijajua dhambi ulionayo, sijajua kificho ulichonacho, sijajua. Mme wako hajajua, mke wako hajajua, watoto wako, wazazi wako hajajua. Na nataka nikwambie, hatujajua kwa jinsi ya mwili, lakini yuko achunguzaye
aonaye hata 20. Biblia inasema yeye hujaribu hata viuno. Anatujua vile tulivyo, anatujua kuingia kwetu na hata kutoka kwetu, kulala kwetu na kuinuka kwetu, kunena kwetu na kutenda kwetu. Anatujua. Nataka nikwambie, unajulikana. Heri tu uwe wazi, heri tu uwe wazi, umfanyie Mungu toba ya moyo wa kweli ili akusamehe. Kanisa tuseme amen. Kanisa tuseme amen. Wao walijua ya kwamba tulichokificha kwenye mwili wa marehemu ni mwili wa marehemu. Hivi marehemu ni ule mwili ama ile roho iliyotoka? Okay, Kiswahili tuachane nacho, kisinipotezee muda. Kwa hiyo akajua tumeficha madawa ya kulevya kwenye mwili huu wa mtu ambaye ameshakufa. Haitajulikana ilikuwaje. Polisi, hongereni. Kama uko polisi hapa mwanangu, hongera. Lakini hakikisha unafanya kazi ya uaskari kwa weledi, ili Mungu akukumbuke. Maana na wewe ni mtumishi wa Mungu katika eneo hilo. Wewe nawe ni mtumishi wa Mungu kwenye eneo hilo, na utahukumiwa mbele za Mungu wa mbinguni kupitia utumishi wako kwenye eneo hilo. Kila mmoja kwenye eneo lake la utendaji na afanye kazi kwa weledi. Uwe mwaminifu, fanya kama aliyetumwa na Bwana. Haleluya. Maana wengine wanasema labda utakatifu ni kuwa tu kanisani, labda utakatifu ni kuwa tu mchungaji kama anavyohubiri. La hasha. Utakatifu ni jumla ya maisha. Ibada ni jumla ya maisha yako. Popote pale utakapokuwa, popote pale ama vyovyote vile unavyofanya, Mungu atukuzwe ndani yako. Uwe awali yote, afisa yeyote, Mungu na atukuzwe ndani yako. Yeyote unafanya biashara, mfanya kazi, yeyote, chochote unachokifanya, Mungu atukuzwe ndani yako. Why? Huwezi jua lini, wapi, kwa wakati gani, kwa namna gani Mungu atakuhitaji. Biblia inasema baada ya kifo ni hukumu. Baada ya kifo ni hukumu. Utaondoka ukiwa katika mazingira gani? Nataka nikwambie, hata kama ni askari jeshi, unaingia vitani, uko kikosi cha mbele, fanya kwa weledi. Huwezi kujua, Mungu anaweza akakuvunia kule. Anapokuvunia kule, roho yako ingia mbinguni. Kinachokufa ni mwili. Mungu anachohitaji roho yako ingie katika uzima wa milele. Yesu anatuambia, nenda kwa Baba kuandalia makao, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Wote tunahitajika katika kao la uzima wa milele. Asipotee mtu. Mwanajeshi usipotee, afisa biashara usipotee, mkuu wa mkoa usipotee, waziri usipotee, yeyote usipotee, hata mgambo usipotee, sungusungu usipotee, mwananchi usipotee. Na watakia heri wote, asipotee hata mmoja, kwa jina takatifu la Yesu Kristo. Itikia amen. Itikia amen. Hawa kadhani hatajulikana ilikuwaje. Kumbuka nimekwambia, ulipo Mungu anakutumia wewe, ni mtumishi. Kwa hiyo Mungu akawapa hekima, akawapa maarifa hawa polisi. Wakaangalia ndani ya gari, wakaona ni jeneza. Wakataka kujiridhisha, wakafungua jeneza, wakakuta ni mwili wa mtu. Wakataka kujiridhisha, wakafungua zile sanda, wakaona ni maiti aliyefanywa operation. Sijui polisi walitiaje mashaka, ni Mungu aliwapa hiyo hekima. Wakaona pengine mshono ulioshonwa si wa kawaida, ni mshono kama wa operation, lakini mbona sio? Walichofanya, wakaamua kuchana zile nyuzi, wakazikata. Kukata namna hii, mifuko inachomoza. Wakati wameshavaa zile gloves,
wako na maafisa afya, wakachomoa ule mfuko kuangalia namna hii umejaa madawa ya kulevya. Wakaendelea tena, wakaanza, tumbo limejazwa, wamelishona, limejaa kana kwamba amevimba. Kwa akatoa mifuko ya kete za madawa ya kulevya, wakakamata hivyo. Wale ndugu wakakamata hivyo, gari lao, jeneza lao, ule mwili haukujulikana hata ni wa nani. Waliutoa wapi? Nani aliwakabidhi ule mwili ili kufanya uharibifu kiasi hicho? Nani aliwakabidhi ule mwili? Nani aliwakabidhi ule mwili? Kwa nini ukabidhi mwili wako kuchezewa na shetani? Kwa nini? Biblia inasema katika Wakorintho, au hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Mungu na kwa Roho Mungu anakaa ndani yenu? Halafu unaukabidhi mwili wako kuchafuliwa, kuchezewa na shetani. Unaukabidhi mwili wako kuchezewa na shetani kwa njia ya uzinzi. Unazini kana kwamba wewe ni mjanja, kana kwamba unaelewa sana. Ni kweli ni mjanja, ujanja wa kipepo. Unajua kuna ujanja wa kipepo na kuna ujanja wa Roho Mtakatifu. Lakini uzinzi, unapofanya uzinzi, maadamu hatujakuona, maadamu hatujakujua, na hatuna haja ya kukuona, na hatuna haja ya kukujua, tuna haja ya kumjua Roho Mtakatifu. Yeye atufundisha hiyo kweli na haki, maana tukiyajua ya kwako, maana tukiona ya kwako, yatatuchefua roho zetu. Hatuko hapa kuchefuana roho, tuko mahali hapa kuinuana mioyo yetu imtukuze Yehova. Haleluya. Na hapa tusingeweza kuyasema hata mambo ya uzinzi, lakini kwa sababu mwili wako umeukabidhi kwa shetani ili utumie kwa uzinzi, ziniwa. Endelea na uzinzi. Maana Biblia katika Ufunuo unasemaje? Mchafu na azidi kuwa mchafu. Endelea kujichafua, lakini upate kujua iko hukumu ya Mungu inakuja kwa ajili yako. Na hakuna wa kukuombea kwamba baba mchungaji niweke mkono. Hakuna. Siku hiyo kila mmoja atasimama mbele ya kiti cha hukumu cheupe, bema o bematos. Atasimama na kazi ya mtu itapimwa kwa moto. Kama ni nyasi zitateketea, kama kazi yako ni ya dhahabu itakaa. Maana unasema dhahabu hai dhahabu isipokuwa ipite kwenye moto kwanza. Jifiche tu sasa hivi, jifiche. Endelea na uzinzi, fanya sana, endelea na ulaji wa nyama za watu. Kula sana mpaka macho yenye matongotongo yanyonye, kula sana, lakini finally iko mbele yako, hautaikatiza. Una heri tu mchana leo ulielewe hili neno. Hivi nafundisha nini? Uliandika, andika, Mungu ni hakimu wa haki. 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 Ni hakimu wa haki. Hata muonea mtu, atahukumu katika haki na kweli. Ndio maana Yesu Kristo anasema mimi ndimi njia ya kweli na haishi tu kwa ya kweli na uzima wa milele, na yeyote anayeingia kwenye njia hiyo atakuwa na ule uzima. Leo watu wanaingia ndani ya makanisa, fanya kanisa kama kamwavuli fulani kakufichia. Haonekana na yeye anasali kwa olokole, haonekana na yeye anasali kwa mchungaji Ngai. Mimi nasali kwa mchungaji Ngai. Nasema hivi, acha kwa mchungaji Ngai, hata ungesali kwa nabii Elia aliyetwaliwa kwa njia ya moto, hakuonja mauti. Lakini kwa tabia zako, kwa mwenendo wako, kwa mfumo wa hayo maisha yenye umeyachagua, sikuhukumu na kuonya,
sikuhukumu na kuelekeza, sikuhukumu na kushauri. Rekebisha njia zako, tunaenda mbinguni. Mungu ni hakimu wa haki.